Kwanza kabisa bwana Mle. Yes. What happened? Kwa sababu wakati Ushole aliingia, siku nataka kukuvamia sana kwa sababu mgeni alikuwa. Mgeni ashaenda. Gidi. Bona unaleta mchezo kwa hii kazi? In fact kazi ndio inaleta mchezo, si mimi naleta mchezo. Because mimi nimeamka kama kawaida yangu. Leo alarm yangu haikulia kama kawaida kuniamsha. Na nilishtuka tu katika usingizi. Pap. Nikiangalia naona kushapambazuka. Kaona sasa 6:30. Kasema itakuwaje? Nije nisije. Wacha nije. Na alafu nikapata msongamano Thika Road. Sasa nikapambana tu. Maana sijui labda ni machovu. Unajua kuna saa zingine mwili unakataa tu. Sasa nafikiri ni machovu. Jana nimeendesha baisikeli karibu kilomita 20. Sasa huenda hiyo iliniadhiri katika shughuli ya kuamka. Alafu chaji yangu pia sina chaji ya simu, sijui ilienda wapi. Ilitoweka. Sasa ikakuwa ni vishida. Unajua hata mimi pia niliamka kama nimechoka sana. Machovu. In fact yangu ilikuwa mbaya kwa sababu unajua mimi nilipeleka baisikeli siji kilomita 42 ama ngapi? 42. Yes. You'd be dead. 42 kilometers. 42. Wacha mchezo ndugu yangu. 42 kilometers kutoka hapa mpaka kwenda Thika. Ndani ya Hell's Gate. Hata 42 huwezi kumaliza bana. Lakini at least umeshtua mwili. Unajua inaitwa kushtua mwili, inaitwa lactic acid. Sasa asubuhi unajua uzuri nililala mapema. So nikaamka saa 9. Okay. So you can imagine saa 9 na huwa tunakuja hapa saa ngapi? 4:35. 4:35, yes. Yes, sasa saa 9 mpaka 4:35 bado nilikuwa awake. Kwa hivyo alafu ikafika 4:45 nikasema wacha nipumzike 15 minutes nitoke 5. Kwa sababu by 5:15 nitakuwa nimefika hapa. Unajua nimeamka saa ngapi? Saa ngapi? Bahati nzuri nimeamka 5:30. 5:30. Nikaondoka mbio mpaka hapa. Sasa bahati nzuri nimefika mapema. Sasa ingekuwa wewe pia umeamua kulala, mimi niamue kulala, tungekuwaje hapa? Hapa tungekuwa muziki tu. Lakini ninashukuru Gidi, unajua saa zingine mwili ukikataa umekataa. Kuna mambo mengine you can't force. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunafikiri. Haya basi, bwana Mle umesema una story moja hapo. Nini imetokea? Tanzania Gidi. Kuna unajua tangu Magufuli achukue usukani pale, kumekuwa na mambo mengi sana ambayo inawafurahisha na inawakera pia Watanzania wengine. In fact unajua sherehe nyingi za amezipiga marufuku. Anasema siku ya sherehe ni siku ambao watu wanafaa kufanya kazi ama kushughulikia shida ambazo Tanzania inazikumba. In fact nilikuwa nasoma gazeti lingine pale jana, Watanzania waamua kuhamia Kenya. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi mambo ya holiday hakuna pale, na siku za holiday zinafanywa ni kama siku za kazi. Kwa hivyo lakini wanasema kwamba Kenya anytime you can get a holiday. Popa kija itakuwa ni siku ya mapumziko. Wanasema kuna siku, yani hapa Kenya kuna mapumziko mengi. Kuna siku nyingi sana za mapumziko. Kwa hivyo wanataka kuhamia huku. Lakini ni mambo tu ya Tanzania. Lakini sasa kitu cha ajabu, juzi kuna kanda moja imechezwa, Magufuli apiga marufuku kampuni ya Brookside Tanzania. Anasema kwamba Watanzania wenyewe wanaweza wakaekeza. Kwa sababu anasema katika hiyo mambo ambayo ni habari imeandikwa kwa gazeti, wanasema kwamba alikuwa anasema itakuwaje kwamba Watanzania, in fact nazungumzia hapa Arusha, wananunua maziwa, kampuni inanunua maziwa kutoka kwa Watanzania wa Masai, wanaileta Kenya, alafu tena inarudishwa tena inauziwa Watanzania. Kwa hivyo yeye mwenyewe alinukuliwa kwa hiyo kanda akisema kwamba Watanzania wenyewe wanaweza wakawekeza. Kwa nini waweze kununua mambo nje? Na ikaleta hisia kali sana. Ukisoma gazeti wanasema kwamba gazeti la Taifa leo imeweka wazi. Wanasema kwamba katika uwekezaji wanafanya comparison na vile kampuni. Unakumbuka juzi tumekuwa na utata wa sukari ya Uganda na hapa nchini Kenya. Kwa hivyo nimesoma hizo habari kwa kina, wanasema kwamba ndio Kenya pia juzi iliamua kuleta sukari kutoka nchi ya Uganda. Na wanasema kwamba tuna makampuni za sukari hapa nchini. Kwa hivyo wanasema kwamba hiyo ni kama ilikuwa ni mpangilio. Okay bwana Ghost Mle, what is the story? Mimi nimesikia tu wanasema kwamba what is the story? The big story is Magufuli amesema Tanzania yenyewe inaweza kuprocess maziwa yake. Si basi wa process maziwa yao basi. Inatuhusu nini? Sisi tuko na maziwa yetu. Huyu Magufuli pia amezidi na haya mambo yake bwana Ghost Mle. Kwani si tuko na maziwa yetu na sisi.